Unaweza ukaenda Toyota Harrier kwa siku moja tu ambao utaamua kutumia shilingi 500 yako vizuri. Nimeupokea kwa furaha kubwa zaidi. 7 Fruit ndio mchezo wangu mama naupenda kucheza sana. pmb.co.tz ili uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro na kwenye familia. Na mtazamaji wa PMTV, hapa ni makao makuu ya klabu ya Young Africans Jangwani, Dar es Salaam, ambapo leo hii Juni 27 mwaka 2025, kama ambavyo unaona nyuma yangu, hawa ni mashabiki wa Young Africans wakipata supu ya ngamia baada ya kuwa mabingwa wa mara 31 wa kombe la ligi kuu Tanzania bara. Lakini si hivyo tu, ubingwa huu waliopata baada ya kumfunga mtani wao Simba Sports Club Juni 25 katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ile magoli 2-0, magoli ambayo yalifungwa na Pacome Zouzoua pamoja na Clement Mzize. Clement amefanya wananchi kuwa mabingwa wa ligi kuu msimu wa mwaka 2024 2025. Kama kawaida yao wao supu si jambo geni, lakini leo unaweza ukasema kila mmoja ana shauku ya kunywa supu kwa sababu ni supu ya ngamia. Na hivi ndivyo ambavyo hali inaonekana kwa sasa. Ukitazama unaweza ikadhihirisha ukubwa ya Young Africans, lakini pia mapenzi kwa mashabiki ambao wamekuja kujitokeza hapa katika makao makuu ya klabu ya Young Africans kwa ajili ya kuweza kupata supu hii ya ngamia makao makuu ya klabu ya Young Africans. Kama ambavyo naona utaratibu unaendelea, watu hakikisha kwamba wanapata mmoja kwa mwingine, lakini pia si supu tu, wanapata na bofulo kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri kabisa. Bakuli zimenona kweli kweli, kama ambavyo unaona nyama bana hazina kipengele, kama ambavyo ilivyokuwa dabi haina kipengele. Kama ambavyo ilikuwa dabi haina kipengele, basi supu haina kipengele. Mama kwema tu. Mama vipi? Safi. Utoke wapi? Mimi nakaa Magomeni, naitwa Sofia Yanga, mjumbe wa serikali wa Chama cha Mapinduzi na mjumbe pia wa kupiga kula halali wa Young Africans Sports Club. Umechangamka sana, au ndo supu ya ngamia? Lazima supu ya ngamia adimu. Nani anaweza kufanya vitu kama hivi bila kuwa Young Africans Sports Club? Uongozi wa Yanga umejipanga, GCM, Mheshimiwa Karibu na viongozi wa Yanga wote wa Africa Sports Club wamejipanga kwa hili, na ubingwa tumechukua, na hapa nipo safarini kwenda zangu bandalini kwenda kucheza mchezo wangu wa Singida United FA. Nachukua kombe langu na urudi nao nyumbani. Tegemea supu tena kama kawaida, njaa tunaga sisi. Mwambia nini sasa mtani? Asubiri tu kwanza kidogo, watu wache msimu ujao Mungu akipenda, lakini pia sizani kwa hili msimu ujao pia sizani. Sisi tumesimama na tuko kazi vibaya mno. Asante bana. Kama ambavyo unaona, si wazee si vijana, kiukweli mashabiki wa Young Africans wamejitokeza kwa wingi kuhakikisha kwamba wanakuja kupata supu hii ya ngamia. Wenyewe wanakuambia nani angefanya hivi, wamezoea tu supu ya ng'ombe, wamezoea supu ya mbuzi, lakini leo hii makao makuu ya klabu ya Young Africans Jangwani watu wanapiga kitu cha ngamia hapa. Ngamia imeanguka, na kama ambavyo unaona foleni ni kubwa kweli kweli. Kama kameramani wangu atarusha drone kwa juu, unaweza ukajionea. Amani Ndimbo, fanya mambo yako, simama hata juu ya kiti hapo tupate view ya juu, watu waone namna gani wewe. Mambo si hayo bwana, unaona view hiyo? Hao ni wananchi, hawakuja kununua tiketi kwamba kuna mechi ya ubingwa au kuna mechi ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. No, hapa wamekuja kunywa supu, lakini si supu tu. Supu hii wanakunywa wakikumbuka kuwa wametoka kushinda magoli 2-0 mbele ya mtani wao Simba Sports Club katika mchezo ambao waliweza kufanikiwa kushinda na kuwa mabingwa, ambao leo hii unawafanya wao waweze kusherekea kwa kunywa supu ya ngamia. Ukitazama supu lazima upate chapati, lazima upate mikate, na kama ambavyo unaweza kujionea, unapewa bakuli la supu, lakini pia unapewa na chapati yako moja au na mkate wako mmoja hapo, ukajipendelee mwenyewe. Wananchi wamejipanga kweli kweli, wananchi hawana baya, wananchi hawana dogo. Kikubwa tu ni wewe kujongea karibu kabisa na makao makuu ya klabu ya Young Africans kuja kujipatia kitu chako cha supu ya ngamia asubuhi hii ya leo. Na wenyewe wanakuambia baada ya hapa safari moja kwa moja kuelekea visiwani Zanzibar katika mchezo wa finali wa kombe la CRDB Bank msimu mwaka 2024 2025. Namuona mwenezi, utaratibu lazima uzingatiwe. Anakuambia mistari isiongezeke, wananchi hakikisheni kwamba kila kitu kinakwenda sawa bin sawia. Nikukumbusha tu Young Africans msimu huu unakuwa ni msimu wake wa 4 mfululizo kubeba kombe hili la ligi kuu Tanzania bara, kama ambavyo wamekuwa wakijinasibu mtani wao Simba Sports Club, ambao nao pia walibeba mara 4 mfululizo kabla ya kulipoteza mbele ya mtani wao Young Africans. Lakini Young Africans msimu huu mpaka sasa pia ana mataji 4
ambayo anayo tayari, ama medali 4 ambazo tayari ameshazivaa. Ameanza kuvaa Toyota Cup, akaja kuvaa ngao ya jamii, kavaa kombe la Jamhuri pale visiwani Pemba, lakini pia kabeba pia na ubingwa wa ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2024-2025. Amebakiza taji moja ambalo anakwenda kulipigania pale visiwani Zanzibar siku ya Jumapili mbele ya Singida Black Stars, kombe la CRDB Bank Federation Cup, miongoni mwa kombe ambalo linasubiriwa kwa hamu kuona nini ambacho kitakwenda kutokea katika finali hiyo. Kumbuka Singida nao wanatamani kuweka historia katika ardhi ya Tanzania, katika soka la Tanzania, wakihakikisha kwamba wanapata taji hilo kwa mara ya kwanza, lakini wananchi wao wanataka kuendeleza rekodi yao, kubeba pia taji hilo kwa mara nyingine tena, ili kuendelea kuongeza makombe kabatini. Young Africans kwa mujibu wa afisa habari wa klabu hiyo Ali Shabani Kamwe amezungumza na amekazi yeye mwenyewe, hajui pia Young Africans wataondoka vipi kama ambavyo walikuja. Wanasema kwenye msafara wa Mamba na Kenge wapo. Huyo ni mtani shabiki wa Simba huyo, akiwa amekuja kushuhudia supu, amekuja kupata supu ya ngamia kwa kisha. Bana, inakuwaje? Kama kawaida. Bana, naona hujasahau kuomba pilipili. Supu lake pilipili kaka. Supu lake pilipili. Bana, una enjoy lakini? Una enjoy kiasi fulani. Unaenjoy kiasi fulani, na enjoy. Una kinyonge? Unakunywa supu lakini kwa masimango kidogo, unajua? Wanakusimanga. Semaje kwa? Simango, nenda mbele, nenda mbele. Nenda mbele, nenda mbele bwana. Usije bure ikaisha. Kwa hiyo kama hivyo yani. Leo taki masimango. Tunakunywa tu hivyo. Sasa ukiachana na hii supu, unakubali kwamba msimu huu mtani amekuzidi au bado pia unapinga pinga? Mtani timu wanayo. Mtani timu wanayo. Sisi leo tujipange, tufanye usajili haswa, so ukungaunga. Jamaa wako vizuri, Mbona Pacome lakini? Mchezaji. Haya, tumweke Pacome na Mpanzu. Wewe si mtu wa football, ndio maana umekuja hapa, haja kutoa, wamekupa na supu ya ngamia. Sema ukweli, usiogope. Si unasema ukweli. Kula supu ya Mpanzu, tumpe muda. Mpanzu mpe muda. Chuma mbili mchezo. Sasa hivi ukiwatazama. Kula supu tulia. Pacome na Mpanzu. Pacome ana msimu miwili. Kama amesema hiyo basi mitatu. Pacome ligi amezoea, anajua. Mpanzu mpe muda. Ndio nimekuuliza sasa hivi ukiwekewa hapo unaondoka na nani? Wote. Sasa wote wanacheza, anataka acheze mmoja. Mpanzu. Wewe mbishi au unaogopa kusema kweli? Hamna. Haya bwana, huyo ni shabiki wa Simba, naye amekuja kuhakikisha kwamba anapata supu ya ngamia mitaa ya Twiga na Jangwani. Haya yale ya pale tarehe 25 Benjamin Mkapa anakuambia yameishia pale, kilichobaki wanakuambia kwamba watu waendelee kuenjoy, na hapa watu wako kwenye foleni hakikisha kwamba wanapata kitu cha ngamia. Wananchi wamejitokeza kwa wingi. Nataka kujua huu ngamia mmoja leo atatosha au ni wengi? Ile alikuwa ni mfano tu ambaye Young Africans waliposti kwenye page yao, maana ukiangalia wananchi wanazidi kumiminika, waliochukua na waliobaki unaweza kusema wananchi kweli wamepania. Wananchi kweli wamepania. Bwana, endelea kufuatilia BMTV kwa matukio yote kutokea hapa makao makuu ya KB Young Africans. Tuendelee kupata updates zote kuhusiana na supu ya ngamia. Wananchi leo hii wanasemaje baada ya hiki ambacho kimetokea, lakini pia baada ya mechi dhidi ya Singida Black Stars tutegemee ngamia mwingine au vipi? Mimi ni Muksini Kimonje, nyuma ya kamera ni Amani Ndimbo.